ya kaskazini mwa Afrika kusema ukweli wamekuwa na utaratibu mzuri wa kuwa na wachezaji wenye talanta hali ya juu. Kwa hiyo ni wapambanaji pia. Hiyo sifa wanao ya upambanaji. Okay. Ukiona mchezaji amekuja anacheza Tanzania, amevuka mataifa mengi sana amekuja Tanzania, maana yake amekuja kupambana. Kwa hiyo wana sifa ya upambanaji. Maana wakipata nafasi wamekuwa ni washindani kusema ukweli. Yes. So mtu kama Kamara simtofautishi sana na wengine wanaweza kanitafsiri tofauti. Aliou Dieng kimuonekano. Okay. Yes. Yani ukimchukua Aliou Dieng wal Ahly, alafu ukimchukua Damaro Kamara unaona hate, ukiangalia upambanaji ule, utawala kwenye eneo la ni mtu wa Mali ule Aliou Dieng, yuko na kina Djigui Diarra. Yes. Sasa ukitazama ule namna ambavyo wanatamani kuwa ndani ya uwanja kwenye eneo la kingo, ndivyo ambavyo ukimtazama Aliou Dieng wa Ahly ni wale ni wachezaji wapambanaji kutokea mataifa hayo. Kwa hiyo kwa swali lako ni kwamba wanakwenda kucheza na Al Ahly. Tafsiri yake ni kwamba Damaro anakwenda kupambana na akina Aliou Dieng Al Ahly. Yes. Na ni wanashabihiana kwa muonekano, zile character. Yes. Kwa kipindi kifupi ambacho nimemfuatilia naona ni mtu sahihi ambaye anaenda kuongeza kitu kikubwa kwenye klabu ya soka Young Africans, hususan kwenye hii stage ambao wanaelekea, stage ambayo wamebakisha hatua chache kuifikia nchi ya ahadi kwenda robo finali, kwa sababu wana alama 4 mpaka sasa kusema ukweli. Yes. Young Africans katika nyakati ambazo hatukutarajia kwenye aina ya kundi walilopo Yanga kuwa na alama 4 kwa hivi sasa ilikuwa ni ngumu mno kabisa. Au sio bwana? Lakini walichanga karata zao vizuri mno kwenye michezo miwili ya awali, kitu ambacho sasa hivi ninadhani Young Africans ndio maana wanajaribu kuingia sokoni ili waweze kuikamilisha biashara ambayo hata wao wanaamini kabisa kuna maeneo ambayo ndio maana unasikia kuna nyakati unakuwa una timu bora alafu unashindwa kufikia target kabisa. Kuna nyakati unaweza kuwa na timu ya wasiwasi hivi, lakini wasiwasi ndio huu ambao wakati mwingine unawafanya watu kufanya mambo kwa umakini. Okay. Young Africans walikuwa na timu ambayo kusema ukweli ilikuwa ina mashaka makubwa sana kuelekea kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo sasa hivi unaona ni kama watu wanawaelewi Young Africans. Yanga unajua tumewachallenge sana katika dirisha hili lililopita usajili. Dirisha kubwa. Wana revamp. Wanaondoa wachezaji hawaoni aibu. Engineer na watu wake ni watu tumewapiga sana maneno, lakini watu ambao wako makini kwamba wameona kabisa bwana tulikosea hapa. Yes. Inawezekana tulisajili wachezaji tuliamini kwamba watakuja kudeliver, lakini bahati mbaya sana hawajaingia haraka kwenye kikosi, na sisi inahitaji mafanikio makubwa hivi sasa. Yanga sio timu ambayo ya kusubiria misimu miwili mitatu kabisa. Bwana wetu wampe mtu muda mrefu kukliki kuingia kwenye timu. Yanga sio timu ya aina hiyo, kwa sababu ni timu imezoea kufanikiwa. Yes. Utumii wanaosema Yanga wamefeli, lakini Yanga wapo kwa ajili ya kubadilisha hiyo historia ya kuonekana wamefeli kwenye dirisha la usajili. Ndio maana wameingia sokoni, wako tayari kutumia fedha nyingi ili kuhakikisha kwamba wanaendelea pale walipoishia kwenye mafanikio. Kwa hiyo kwangu mimi engineer na watu wake, licha ya mineno ambao wameendelea kusakamwa juu ya kufanya vizuri kwenye dirisha la usajili, lakini namuona ni watu ambao wako makini sana, ndio maana wamechukua hiyo challenge kuigeuza kwa fursa. Yani Yanga wamechukua changamoto kuigeuza kwa fursa, ndio maana wanaenda kuchukua wachezaji ambao tumeanza kuwaona. Nasikia wanapambana kukamilisha deal la mshambuliaji. Tafsiri yake mapema wamesema bwana they have to make sure kwamba wanapata mtu ambaye atawasaidia nafasi 3 4 5 anatumia kwenye nafasi 3 sio mbaya, kwa sababu Yanga wanatengeneza nafasi. Sio kwamba timu inatengeneza nafasi lakini haijampata yule goal poacher. Yanga kwa muda mrefu hajampata mtu kama Fiston Kalala Mayele. Yes. Kwa hiyo Mayele huwa unajua washambuliaji deadly kama Mayele hawapatikana mara kwa mara. Kwa hiyo unaendelea kujaribu, mwisho wa siku unaweza kumpata. Lakini kwa Yanga kwa sasa hivi naamini kwenye eneo la kiungo ambao ilikuwa ni changamoto kubwa, ndilo ambalo wanajaribu kwenda kulitibu. Mtu kama Maruf Shakei, my brother. Squad depth hiyo kaka. Yaani una Maruf Shakei, una Pacome Zouzoua, una Damaro Kamara, una Duke Abuya, una Mudathir Yahya. Yes. Una Pacome nimemtaja hapo. Hiyo timu sio kushindanisha hapa Tanzania ujue. Hiyo hatari. Yanga sio kushindanisha. Wanashindana wenyewe kwa wenyewe ujue. Kama utafanya vizuri Yanga kwa usajili ambao umeufanya na wachezaji ambao wako nao,
utazama na vikosi vingine vya Afrika ambapo wanashindana nao kwenye ligi ya mabingwa. Yanga anaweza kufika mbali kama ataamua kukaza kweli na aweke vizuri mipango yake ya ndani na nje ya uwanja. Kitu ambacho ninachokiamini mimi kwa Young Africans ni kwamba kwanza wamepunguza matarajio. Okay. Ndio maana walizungumza kwamba wao kuingia tu makundi ilikuwa ndio target number 1 kabisa. Lakini kiuhalisia namna ambavyo nawafahamu Young Africans kwenye nafsi zao wenyewe ni kama walichagua kupunguza ile pressure. Ndio maana sasa hivi wenyewe wanasema target yao ni makundi, lakini sisi tunawatazama Yanga tuone ni watu wa makundi. Na wenyewe kwa wanaenjoy sasa, okay, wao wanashatimiza target yetu hiyo. Bonus zitaishia wapi? No, mimi naamini Yanga sio makundi. Yanga sio timu ya makundi management pale. Wao wameipunguza hiyo pressure ya nje. Wenyewe kwenye management wanaona sisi sio, yani hatuwezi kukaa misimu 3-4 tuna spend. Alafu timu yetu hiyo ni hatua ya makundi. I don't think so. Timu ambayo inaongozwa na rais wa vilabu barani Afrika, engineer, eti kwamba target yake hiyo ni makundi, sio kweli. Ni mind game tu anaicheza, lakini wao ndio maana unaona wanaingia sokoni, tafsiri yake ni kwamba wanahitaji kuachieve zaidi, waishafika hadi robo finali. Hiyo ni timu ya fuku. Hapa Yanga, kitu pekee ambacho Yanga wanahangaika nacho mpaka hivi sasa ni kuona wanalifikia daraja la Simba Sports kwenye michuano ya kimataifa. Yaani Yanga ili iweze kujipambanua ukubwa wake. Wanachopasa ambacho naamini wanapambana hadi hivi sasa ni kuona namna gani wanakuwa ni regular kwenye hatua ya juu kwenye klabu bingwa Afrika, ambao ni kufika robo finali mara kwa mara. Hilo halipingiki. Yaani hilo bado Yanga wataendelea kuwa ni wadogo, wataendelea kuwa underdog kwa Simba Sports, kitu ambacho naamini engineer na vijana wake pale wanatamani kuifuta hiyo notion kwamba wao wanaendelea kujifunza au ni timu ambayo ni ya pili nyuma ya Simba Sports kwenye michuano ya kimataifa. Bwana, mimi nikushukuru sana David Campista. All right. Bwana, huyu ni David Campista kutokea pale Clouds FM, na hapa ndipo Clouds FM ilipo maeneo Mikocheni, na sisi tumekuja hapa kukita kambi kwa ajili ya kuzungumza naye yeye, na tumepata pia kusikia mawili matatu kutokea kwake. Lakini nikupongeze wewe ambao ulichagua sisi, ulichagua pia kutusikiliza na kututazama vizuri kweli kweli, kwa sababu huenda wengine mnamsikia sana kuliko kumtazama mara nyingi David Campista kupitia Sports Extra ya Clouds FM kile ifikapo saa 3 mpaka saa 5 usiku eti 3 mpaka saa 5 saa 3 mpaka saa 5 kijiwe chetu. Sisi tunakuwa na kikao chetu cha dharura pale, watu tunazungumza mengi ya kimichezo, nikiwa na magwiji wakina Edgar Kibwana, wakina Shafi Dauda, wakina Alex Lambano, Amri Kiemba. Sio bwana, hiyo ndio timu yetu ambayo tuna Mwenyezi Mungu ametupatia kibali, kwa sababu sio kwamba sisi ni bora kuliko wengi, lakini kwa nyakati tuliyopo hivi sasa ili jahazi la Sports Extra tumekabidhiwa sisi. Huwezi jua kesho atakuwa ni bwana Cisco na wengineo, kwa hiyo ya Mungu ni mengi. Ni nyakati tu lakini kwa nyakati hizi tumekabidhiwa sisi, tuko pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuzungumza michezo kwa ajili ya kuendelea kukikuza kiwanda ambacho kusema kweli sasa hivi ni ajira kubwa. Leo sisi tunazungumza mpira wa miguu, ni ajira kwetu bwana Cisco. Au sio bwana? Kwa hiyo kadi ambao tunaendelea kuzungumza kuleta maarifa, ndivyo ambao tunaendelea kufungua kiwanda cha michezo na kutuletea ajira si vijana, mwisho wa siku tukaendelea kujenga uchumi wa taifa, na sisi binafsi mmoja tunaishi vile ambavyo dunia inakwenda, au sio? Bwana, mimi naitwa Cisco, nyuma ya kamera yangu Vuma Zela Busara. Sina la ziada, itosha kusema waila alika, maasalam.